Hapo Kaniki ameambua pointi sana na mkuu wa chama. Siku zote mali za shortcut, ukitaka mali za shortcut, unajua kuna changamoto yake, kuna madhara yake. Umeona? Kwa mali za shortcut ni mali za majini, mashetani. Umeona? Unajua siku zote unatafuta mali imradi wasaidie familia yako pia na wale wanaohitaji msaada wako, si ndio? Ila sasa Kaniki kwake imekuwa ni tofauti. Ukiangalia ni mali za shortcut za mizimu. Unaona, pia ni plani yake, anatafuta mali mradi waishi vizuri, yeye na familia yake, yeye na mke wake na wazazi wake, ndugu zake. Umeona? Ila sasa changamoto inakuja, ndugu zake ndo kama hivi. Unaona, mke wake kamkimbia, mama yake kaliwa na nyoka, dada yake pia kaliwa na nyoka. Umeona? Ila pia mwenyewe na makosa. Kwa nini za funguo unajua kusema wako wasili? Mbona funguo unaweka sebleni? Ungeondoka nayo, ungeficha sehemu yote. Muda mwingine Kaniki kajitakia mwenyewe. Kwa kufungua nafunga mlango. Chumba chake kile cha siri, fungua nenda kuweka sebleni. Serious? Nenda kuweka sebleni, serious? Ndo madhara yake Kaniki. Umevuna kile ulichokipanda mwenyewe. Kwa sababu hapo nakuwa hamna faida ama, ndio maana nataka kutoka kwenye chama. Hamna faida ama, ila kumbuka kuingia ni rahisi, la kutoka ni ngumu sana. Na unaona ukienda kama polisi, kuingia ule ila kutoka inakuwa ngumu sana, utoke tena bure. Unaona? Napishwa faini. Kitondo natoka. Ila sasa wewe kutoka kwenye chama ni ngumu sana. Ni ngumu. Sababu mwenyewe ndio umeataka. Umeataka mwenyewe. Nataka mwenyewe. Chumba cha siri. Mbona hamna siri yote? Usifungua unaweka nje kabisa. Wazi wazi. Na mke wako kukimbia mambo kama mke wako ni mke bora sana. Alikuwa yeye hataki utajiri. Yeye anaona kawaida kwa sababu yeye anakupenda kwa sababu anajua tu siku tutapata. Ila sasa wewe umeamua upite shortcut. Utajiri wa haraka hadi mtu mwenyewe anashangaa. Ana tamaa, angekuwa mwanamke mwingine mwenye tamaa, angefurahi sana kwa sababu utajiri. Ila sasa mwenyewe ana tamaa utajiri. Ila wewe tu umefanya kupita shortcut. Uishi maisha mazuri. Sasa maisha mazuri yenyewe umepita maisha mazuri yenyewe. Unakuwa namna maisha mazuri tena kwa sababu wazazi wako nyoka kamla, dada yako unampenda kaliwa na nyoka. Watu unawapenda wote, ulipambana ili waishi maisha mazuri, maisha ya furaha. Wote wamekaa mbali na wewe. Mke wako ashaondoka kijijini kwao akakimbia. Umeona? Hapa nakuwa namna faida ya pesa. Sina faida ya pesa. Anajua kabisa mke wake ana mimba ya kwake, si ndio? Ila kama ajui kama ile mimba akiulizwa aliofanya kuja kama mdogo mtu kwenye hiyo nyumba, na akiulizwa pia ana moyo kinoma, ana moyo wa kukaa sehemu kwa mume mwenza nini, kwa mume mwenzake. Unaona? Mwanaume mwenzake ana moyo sana ukali kwa mwanaume mwenzake. Maana pia Matula na Mosa. Maana yeye anajua ule ujauzito ni wa kwake. Unaona? Hajui kama ujauzito wa nani akiuliza. Anafurahi sana kwa sababu ilikuwa ni ndoto yake mno. Apate familia, tuseme apate mtoto. Pia mwenye furaha yake zaidi atapata mtoto wa kike. Sasa mboga
Mwisho wa uongo ni mtu muongo, ni njia fupi sana. Kumbuka huyo atazaa, atajifungua miezi 9. Mtoto atakuwa sije sura atakuwaje? Kuna matura anashangaza sura, wakija mashangazi zake sura ifanye kabisa na upande wa kwao. Nashangaa mtoto anazaliwa copyright na nani na kiuliza. Ndio mjomba mtu tuseme tunaogopa hivyo. Mbona? Yaani nauma sana. Sababu unakuwa una faida ya pesa. Yaani hapa hakuna mtu wote kwenye Big Boss anaenjoy mafanikio. Hakuna mtu wote anaenjoy mafanikio kwenye Big Boss. Yaani yote ni mtihani juu ya mtihani. Afadhali ya mwenzake, afadhali ya mwenzake, afadhali ya mwenzangu, afadhali ya mwenzake, wa mtu ndio hiyo. Ila wote wanapita changamoto kubwa. Mbona? Hakuna afadhali ya mwenzake. Hakuna faida ya pesa. Hisia ni kila za mashetani kweli. Hawa mzinifu, awe anatembea tu na watu wa karibu, wakiza watu, mtu nani, mrafiki yake. Hawa mzinifu hatari. Mbona yeye malaya kwa ufupi. Mbona? Ila upande mwingine ni la, kwa sababu atasaidia familia yake. Upendo utarudi tena kama wa zamani, kama mtoto kumsaidia mzazi. Umeona? Ana furaha. Ila upande mwingine ni mbaya kwa mzinifu. Umeona? Pia ni mbaya zaidi maradhi. Umeona? Ila upande mwingine ni raha sana, kwa sababu umeruhusiwa kusaidia na wazazi wako kama kawaida. Ndio maana nataka wajengee nyumba kijijini, maisha yanakuwa mazuri, anarudi tena kwenye maisha mazuri. Ila sasa kubaya zaidi ndio tumeamua shati gumu pia. Mwambie uwe mzinifu, uwe unazidi kwa Mungu wenyewe ni dhambi. Umeona? Mungu wenyewe ni dhambi. Maana zini ila kwa siku tambulia nini? Tambulia maradhi. Hakuna shati jepesi ndani. Hakuna shati jepesi ndani kwenye Big Boss. Kila mtu ana shati mazito sana, shati magumu. Kila mtu anasema fadhali ya mwenzake. Ndio shati magumu pia. Ndio shati magumu pia. Shati magumu. Yaani hapa afadhali ya mwenzake, kila mtu anasema afadhali ya mwenzake, bila noma sana. Kama kabadilisha shati ni nzuri jepesi, ila ni baya pia kwa upande wake. Shati gumu, kwa mwingine ni rahisi, kwa mwingine shati gumu pia ni afadhali sana, kwa sababu anasaidia familia mzazi wake, sababu mama alipita maisha ya shida sana. Ila sasa hivi kidogo afueni itaanza kupatikana, kwa sababu baba karudi mjengoni, kwa tamsaidia bi mkubwa wake. Ungejua kama mwenzako ana mpango wote wa kupeleka kwenye chama, yeye ni yake tu alai na wewe, pia dhamuni lake imetimia, dhamira yake na yake mapenzi umempa. Unaona? Ila upande mwingine wewe unajua kupeleka kwenye chama sijui nini, yeye mwenzako ana dhamira tofauti kabisa. Yeye lengo alikuwa tu alai na wewe, ili kafanikiwa. Anakuongopea asubuhi paka kucha, anaongopea muongo mwingine, kwa mwenyewe ajiongeze. Na pia anakuambia uondoke tu kwako, shaanza kukuchoka. Nini hauna maajabu, akikumisa atakuita tena, atakuongopea tena. Yake nazidi kwenda. Hapo hakuna mtu anakupeleka kwa chama. Wewe unakupeleka kwenye chama. Hapo hakuna mpelekaji kwenye chama. Atakuchezea tu, sasa atakupa malazi. Yeye anakushawishi. Nakushawishi tu na unafanya naye mapenzi kama hivyo na naye. Wewe unampa, unajua dhamira yake. Ama mwisho wake utakuwa atakupeleka kwenye chama. Ila hiyo sio kweli, lasha. Haiwezi kutokea kitu kama hiko. Wewe utakuchezea tu, ukikuchoka na kubwaga.
Umeona, anakupotezea tu muda wako. Kama ukilijua hilo, anakupotezea tu muda wako. Hapo hakuna mpelekaji kwenye chama.